Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina habibina Muhammad ajma'in, amma ba'd. Ima baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ndugu zangu, mimi Sheikh Dr. Dawood Ibn Abdullah nipo tayari kabisa kuja katika kipindi chenu, katika channel yenu nayoipenda kwa uzuri kabisa, channel inayoweza kukufundisha mambo mbalimbali, ikiwemo viumbe wasioonekana, ikiwemo taswira ya tiba, maisha ya watu na mambo mengine. Leo ninapenda sana ndugu yangu mpenzi ufuatane na mimi kwa takriban mwezi mzima huu. Nitakuwa nakuletea kipindi maalum, kipindi cha matunda katika zama za Qur'an na faida zake na vitabu vyake. Nitatumia vitabu aina mbili, nitaitumia Qur'an takatifu, pia nitatumia kitabu cha Biblia takatifu. Biblia inasema nini na Qur'ani inasema nini? Hii ina maana kwamba wewe utafuatana na mimi kutaka kujua faida ya matunda, maumbile Mwenyezi Mungu katuumbia na yeye katuhusia vipi kuweza kuyafuatilia haya matunda. Nitakwenda na somo hili moja baada ya jingine. Alhamdulillah, usiache kusubscribe, kulike ili uweze kuyafuata haya masomo vipande kwa vipande. Ima leo katika kipindi chetu nitazungumzia kitu kimoja kinaitwa nanasi. Nafikiri kwa watu wote ulimwenguni, duniani kote, hakuna asiyefahamu hiki kitu kinaitwa nanasi. Wengine wanakula kwa kutafuna, wengine wanakula hii nanasi kwa maji yake, yani unafanya kitu inaitwa juice. Sasa leo nitaizungumzia hili tunda linaloitwa nanasi, na nitakupa ushahidi katika Qur'an ili uweze kuendana na mimi uone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kitu gani. Nanasi ni tunda mashuhuri sana la nchi za kitropiko, yani nchi zile za joto. Hili zao hili ni maarufu sana, hupandwa na kukuzwa kwa wingi sana katika nchi za kitropikali, lakini hutakiwi sana kama tunda la kigeni. Yani hutakiwa sana, yani wao wanalitaka sana kama ni tunda ambalo ni tunda la kigeni katika nchi nyingine. Sasa hii imekueleza umuhimu na umaarufu wa hili tunda linaloitwa nanasi. Sasa turejee katika Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu anataja matunda ya peponi katika sura ya 36:57. Sura ya 36:57 inaitwa maarufu kama surati Yasin yenye juzuu ya 23, inaitwa Maalia. Mwenyezi Mungu anasema katika sura hii sura ya 36:57 kwamba watapata humo kila namna ya matunda na watapata kila wanavyovitaka. Hii ni kaula jadida, kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema hivyo kwamba watapata humo kila namna ya matunda na watapata kila wanavyovitaka kutokana na tunda hili la nanasi, ambayo mfano halisi wa matunda ya duniani, ambayo ni mfano halisi wa matunda ya duniani. Sasa tuitazame Qur'an sura ya pili aya ya 25, yani ile sura inayoitwa Alif Lam Mim, Suratul Baqara juzuu ya kwanza. Suratul Baqara juzuu ya kwanza. Kwa wale wanaokariri, wewe unaweza ukachukua hata ile tafsiri ya Qur'an. Sipendi kurefusha muda kwa kuzungumza kaula jadida, kauli ya Mwenyezi Mungu alivyokuwa amezungumza katika lugha ya Arabia. Nitakuwa nakufanulia kwa sababu naongea na watu wengi, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hii Suratul Baqara aya 25 inasema, na wabashirie walioamini na wakafanya vitendo vizuri kwamba watapata mabustani yapitayo mito mbele yake kila mara watakapopewa matunda kama kuwa ni chakula. Watasema, watapewa ile matunda kuwa kama ni chakula, kisha watasema, haya ndiyo yale tuliyopelekea zamani huko ulimwenguni
watakapopewa matunda mengine mfano wa nanasi, kama tunavyozungumzia nanasi, wao watakumbuka nanasi la duniani, watasema haya ndio kama yale tuliokuwa tunakula ulimwenguni. Kumbuka wakati huo tutakuwa tumetoka, watu wanalipwa haki, watu wanalipwa haki, watu wanalipwa pepo, kwani wataletewa matunda hayo hali ya kuwa wakiyafananisha na yale waliokuwa wakiyajua ulimwenguni. Watatolewa kwa sura hiyo, lakini utamu mwingine kabisa kabisa, yaani utamu wake yale ni tofauti na haya, yatakuwa na utamu mwingine mzuri kabisa kabisa, na humo watapata wake waliotakasika na kila mabaya na machafu, na watakaa milele humo. Hiyo ni faida kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vitabu tukufu vya Qur'an. Mwenyezi Mungu anatuambia hivyo katika hayo aliyokuwa anatuhusia. Sasa tuje katika hali ya ulimwengu. Bahati nzuri nimekuletea kitabu kingine, ni kitabu cha Kigiriki. Hawa ni madaktari mwaka 1725 kiliandikwa kitabu hiki cha Kigiriki. Na hawa madaktari waliweza kuizungumzia matunda kama hayo. Kwanza, hii nanasi ni tamu sana, lenye harufu nzuri sana. Ni tamu sana hii nanasi, lenye harufu nzuri sana. Nanasi lina kitu maalum ambacho hujitofautisha na matunda mengine yote. Hili lina kitu maalum, lina chembe chembe maalum ambayo inajitofautisha na yale matunda mengine yote. Ina kimeng'enya kinachojulikana kitaalamu kama bromelaini katika lugha kama niliyokuambia ya kitaalamu ya kidaktari. Ina matunda ya bromelaini ambacho kinaweza kuvunja protini katika chakula, vimeng'enya vya uyeyushaji wa chakula katika mwili, vile vimeng'enya vinavyotengeneza uyeyushaji wa chakula katika mwili. Bromelaini huwezesha na kusaidia kukuza mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Inasaidia sana katika kuyeyusha kile chakula, na husaidia kukuza mchakato wa uyeyushaji wa chakula kwa sababu ni mchanganyiko tu wa protini ambao umevunjwa kuwa vipande vidogo vidogo unaoweza kunyonywa na utumbo na kuingia kwenye mzunguko wa damu. Yaani kitaalamu ule mzunguko wa damu wanaita blood circulation, yani mzunguko wa damu mwilini. Kwa hiyo inaweza ikaingia kupitia huko. Kwa hiyo hiki ni kitu kizuri sana ambacho kinaweza kuingia huko ili kikaweza kukusaidia. Vile vile nanasi lina vitamin na madini yenye manufaa. Hili nanasi lina vitamin na madini yenye manufaa. Tunda au sharubati pia hutumika katika kuchochea kutoa jasho na kupunguza homa. Hili tunda au haya matunda huwa yana desturi moja, huwa linatumika katika kuweza kuhimili ile joto ambalo unaweza ukawa unatoa joto jingi kabisa, ukawa una sweat, yani jasho linakutoka jingi sana. Hii inasaidia kuweza kutengeneza katika namna hiyo, kuweza kukaa sawa sawa. Hiyo ni faida katika upande wa kiafya. Sasa tunakuja katika upande mwingine ambao unabidi uangalie kwa uzuri kabisa katika hili tunda. Ukilichukua hili tunda ukalimenya tunda hili, haya maganda yake ya juu, ukatoa ile kinani chake cha ndani, ile tunda ambalo ndio watu wanakula, ukachukua haya manani yake haya maganda haya magamba yanafanana kama yale ya kobe, ukachukua na hii ya mnanaa, ukachukua na huu mti wake wa chini, hapa katikati katika hii mnanasi kuna kitu mfereji mrefu hivi kama uti wa mgongo. Ukichukua kitu hicho ukachukua na dawa hii hapa, napenda tu nikuweke leo nikuonyeshe wazi ili usipate tabu sana. Unachukua na dawa hii ni dawa gani? Huu ni mchanganyiko wa mti uliopita katikati ya njia, yaani mti umevuka barabara, unasaga ule mti, ni aina ya mizizi, unakuja unaukata kipande, unachukua unaanika, unasaga. Sasa ukishachukua dawa hii katika hii muhimili huu uliokaa hivi, unakuja unaanza kuupaka. Unatafuta gunia ambalo limetokana na katani, unalifunika hivi. Ukishalifunga hili, ukaenda katika njia ambayo imevuka barabara, ukapata bahati ukachimbia pale, hususan katika vile vinjia vya vijijini, ukapata ukakiacha pale kwa muda wa siku 7.
utakuwa unakwenda unamwagilia. Hakika dawa hiyo ni nzuri sana kwa ajili ya zindiko la nyumba yako, kwa sababu utakuta hii imeoza, imekuwa majimaji. Basi wewe utaichukua, utakwenda na ile gunia pamoja, utavichoma moto vyote, utavikausha, utavichoma moto, itapata ladha ya unga. Ukishapata ule unga, basi wewe moja kwa moja inakuwa ni kinga nzuri sana ya nyumba yako. Ukipaka katika kufuli ya nyumba yako, mwizi haingii kuiba. Ukiweka katika mlango wako kuvuka, mtu mbaya wa aina yeyote anayekuja hawezi kukudhuru wala kukufanyia kitendo chochote kibaya. Kwa hiyo ndugu zangu, nanasi kama nanasi lina faida nyingi sana na lina faida kubwa. Kwa leo nimependa tu niweze kukudokezea faida ya nanasi. Tukutane katika kipindi kijacho, nitazungumzia tunda la aina ya mtufaa. Wengi mnafahamu mtufaa, wengine mnasema ni Afrika Kusini, sio ya kizungu, lakini hii miti inaota kote kote humu, na wengine mnaweza mkao mnaita apple. Hii inaitwa mtufaa. Takuja kukutana na wewe nikueleze faida ya mtufaa ni kitu gani. Kwa hiyo ndugu yangu, usiache kusubscribe, ufuatane na mimi uweze kupata elimu kubwa. Haya mambo si lazima uende kwa mtaalamu, kwa mganga. Haya mambo unatakiwa unakwenda moja kwa moja mahali popote, unafanya wewe mwenyewe kwa gharama zako bila kuingiliwa na mtu yeyote. Ukinipigia simu nitakupa msaada tu, namna ya kutakuelewesha namna ya kuweza kutengeneza, kwani ni vigumu sana Muislamu unapopewa elimu itakuwa ni masuala, itaulizwa yaumul kiyama kwamba umepewa elimu hii, wewe umeitumiaje? Kwa hiyo ndugu yangu mpenzi, nambari yangu ya WhatsApp ni 0621 78 30 30. Hii ndio nambari ya WhatsApp ambayo utaweza kuipiga namba hii, na au unaweza ukaitumia namba hii ili kuweza kuniuliza maswali yoyote. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.